Watu wengi wanatumia mitandao ya kijamii bila kujua hasa mitandao ya kijamii inaendeshwaje. Ni sawa na kufanya biashara ambayo haujui unauza nini na wala haujui unanunua nini. Kwenye mitandao ya kijamii kuna kitu kinaitwa algorithm. Algorithm ni nini? Algorithm kwa lugha rahisi ni seti ya maamuzi ambayo mfumo wa kompyuta unatumia ili kuamua, na unaamua vitu kama nani aone nini, lini, kwa muda gani na kwa sababu gani. Mwanzoni kabisa, algorithm zilikuwa tools za kupanga taarifa tu, kupanga mafaili, kutafuta website, kupendekeza vitu vinavyofanana na vilivyotafutwa, kufanya internet iwe rahisi zaidi kutumia. Yaani ni sawasawa na mwelekeza njia ambao unakutana naye katika jiji ulilopotea. Ndivyo ilivyokuwa matumizi ya algorithm hapo mwanzo. Lakini kadri internet ilivyokuwa biashara kubwa, kitu kilichobadilika ni hiki: attention ikawa fedha. Na hapo ndipo algorithm za kisasa zikabadilika kutoka kusaidia watu kupata taarifa mpaka kufanya watu wabaki mtandaoni kwa muda mrefu iwezekanavyo. Na huo ndio ukweli wa msingi ambao unapaswa kujua wewe kama mtumiaji wa mitandao ya kijamii. Leo karibu kila sehemu ya internet ina algorithm, kuanzia mtandao wa YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X ama Twitter, Netflix na hata Google Search. Zote zinajaribu kukuelewa kupitia tabia yako ya matumizi. Na algorithm haisomi moyo wako, kwa sababu teknolojia haiwezi kujua kilichoko ndani ya moyo wako. Hilo unatakiwa kulielewa mapema kabisa, kwamba algorithm inachofanya ni inasoma pattern zako. Algorithm inaangalia nini ambacho unakiangalia kwa muda mrefu mtandaoni, nini ambacho ukikiona kwenye simu yako unakitoa kwa haraka, nini ambacho kinakufanya ucomment kwa haraka, nini ambacho kinakufanya urudie kukitazama hata kama ni kibaya. Algorithm pia inaangalia ni nani unayemfuatilia sana na mtu wa aina gani unayemfuatilia sana katika mitandao ya kijamii. Algorithm inafuatilia ni muda gani ambao uko active, muda gani ambao unapendelea sana kuwa mtandaoni. Algorithm inaangalia hata vitu ambavyo vimekukasirisha lakini vinakufanya uendelee kubaki kuvitazama. Unaweza kuta upendi mwizi auliwe, lakini ukiingia mtandaoni unaangalia video ya mwizi akiwa anapigwa. Yaani unakuwa unasikitika lakini unatazama. Ni kama filamu ya kutisha. Unaogopa unachokiangalia lakini bado unaangalia na unaweka muendelezo kwenye flash. Hivi ndivyo algorithm inavyokusoma. Sasa algorithm polepole inajenga digital version yako. Yaani inakuunda kivuli chako, ambacho kivuli hicho kitaumbika kwa tamaa ulizonazo juu ya mitandao ya kijamii ama kile unachokitazama sana. Sasa huyo mtu, yani wewe wa mtandaoni, sasa ukikamilika ndio unageuka kuwa gereza lako mwenyewe. Hutotoka mtandaoni kirahisi. Utasema natoka mtandaoni now, utarudi baada ya dakika 5 bila kujua ni kitu gani kimekurudisha. Utaingia online, utasahau kilichokufanya uingie online kwa wakati huo ni kitu gani. Na sehemu ya kutisha kidogo ni hii: mara nyingi algorithm inakujua kabla hujajijua wewe mwenyewe. Yaani kabla haujaanza kujielewa unataka nini, huwa hizi algorithm zinakuwa tayari zimekwisha kukuelewa kitu gani unachokitaka. Na hii ni kwa sababu zinatumia muda mrefu sana kukusoma kuliko wewe unavyojidhania. Yaani unapofungua tu simu yako na kuingia katika mtandao wa kijamii, tayari zinakuwa ziko attention kusoma kila unachokifanya. Kwa hiyo ni sawasawa na macho yanayokutazama kutoka gizani na wewe upo katikati ya taa. Na hii ni kwa sababu binadamu tuna pattern. Ukikaa sana kwenye conspiracy, ukikaa sana kwenye hasira, ukikaa sana kwenye video za udaku, ukikaa sana kwenye video za ngono ama picha za uchiuchi, ukikaa sana kwenye video zinazokutia hofu ama stories za kutisha, ukikaa sana kwenye motivational highs, yani kwenye zile video ambazo zinakupa hamasa fulani, ukikaa sana kutazama habari za watu waliofanikiwa kama matajiri mtandaoni, kutazama video za magari na vitu kama hivyo, ukikaa sana kutazama video za huzuni, algorithm inaona kile unachokifanya na inatambua kwamba video za aina hiyo ama aina moja kati ya nilizozitaja ndizo ambazo zinakushikilia, yani ndizo ambazo zinakuvuta usitoke mtandaoni, na kila ukiingia ndicho unachokisearch. Kwa hiyo zinatengeneza gereza lako sawa sawa na kile unachokipenda. Na baada ya kukutengenezea gereza, algorithm inaanza kukupa zaidi ya kile unachokitafuta. Sio kwa sababu inakuchukia, bali kwa sababu kazi yake ni retention. Retention ni sawa sawa na profit. Kadri unavyobaki mtandaoni, ads zinaonekana zaidi.
ama matangazo yanaonekana zaidi, data inakusanywa zaidi, biashara inaingiza pesa zaidi. Ndio maana content kali kihisia huwa inasambaa zaidi kuliko content tulivu. Yaani sasa hivi video ya kipumbavu yenye habari za uchi, connection za ajabu ajabu ni rahisi sana kusambaa kuliko video inayoongea vitu vya muhimu ambavyo vinaweza kukufanya ukapiga hatua kwenye maisha yako. Video za hasira, video za mishtuko, video za ajali, video za ngono ama picha za nusu uchi, huwa video za kuzua taharuki, video za kutokujizuia na mengine mengi mno huwa yanatembea kwa kasi sana, na ni kwa sababu hivi vina nguvu sana kwenye saikolojia ya mwanadamu. Kwa hiyo ni rahisi sana kutrend kuliko habari njema. Algorithm nyingi hazina maadili, hilo unatakiwa ulijue. Hazijali sana kama content inakujenga ama inakugawa ama inakuaddict ama inakupa anxiety. Yaani haijali hicho. Inachojali ni muda wako unaendelea kuutoa. Ni kwa kiwango gani unatazama, kwa kiwango gani unaendelea kubaki hapo mtandaoni. Bando likiisha unaweka lingine, algorithm inakusoma. Algorithm zinachojali ni je, umeendelea kubaki. Na hapa ndipo watu wengi wanaposhikwa na huu mtego bila kujijua. Kwa sababu algorithm haikuvamii kwa nguvu, inakufuata kupitia tamaa zako pole pole. Yaani unaponyanyua mguu nayo ipo hapo katika ardhi ya mtandaoni. Ukipenda drama inakupa drama zaidi. Yaani ukifungua Facebook ukakutana na video za season za Kikorea, ukiklik na ukilike utakuja kushangaa. Ukifungua tena Facebook unakutana na video zile zile. Ukifungua Facebook ukafuatilia mpira, utashangaa kila ukifungua simu yako unakuta habari za mpira zinapanda hapo juu. Kama unapenda mambo ya kubet, utashangaa habari za kubet. Kama unapenda mahubiri, utashangaa mahubiri yanakuja hapo. Na hilo linakuwa ni gereza lako. Ukipenda elimu inaweza kukupa elimu zaidi. Ukikaa kwenye negativity inazidisha negativity. Internet ya leo ni kama kioo kinachokuonesha na kukuongeza kile unachokilisha na kukifuatilia. Zamani ilikuwa ngumu watu kuharibika kwa sababu hawakuwa kwenye dunia isiyo na mipaka mitandaoni. Lakini leo hii unaweza kufikia website zisizofaa kirahisi sana. Ukifungua Facebook tu, picha ya uchi inapanda hapo juu bila hata kuitafuta. Yaani umefungua tu unakuta imetokea tu hapo juu. Siku hizi kufungua Facebook sio salama tena ukiwa karibu na watoto, ukiwa karibu na watu wa heshima. Unaweza ukafungua alafu sound inayokuja ama sauti inayokuja hapo juu ukatamani hiyo simu itupe, ukatamani hiyo simu isingekuwa na sauti. Tatizo kubwa zaidi sio hii algorithm yenyewe, bali ni pale ambapo binadamu tunaishi bila awareness. Watu wengi hawachagui tena wanachokula kiakili. Unaweza ukashangaa mtu anachagua leo nitakula ndizi nyama, nitakula wali samaki, nitakula wali njegere, nitakula ugali na sato, lakini ni ajabu sana mwanadamu hachagui chakula gani ambacho akili yake inakula. Hachagui vitu vya aina gani ambavyo vinalishwa kwenye ufahamu wake. Na hapo ndipo algorithm inapoanza kugeuka kuwa gereza katika akili yako. Algorithm ndio inaoanza kuwachagulia watu. Yaani mitandao ndio inaamua akili zao zile nini. Kwa hiyo mtandao ndio unakuwa mpishi wa akili yako. Ndio maana mtu anaweza kuingia mtandaoni dakika 10, alafu ghafla masaa 3 yamepita. Akashangaa nimeingia tu sasa hivi. Imekuwaje muda wote umepita? Kumbe muda ulikuwa unaendelea kutembea bila hata yeye mwenyewe kujua. Na hii ni kwa sababu mfumo umejengwa kushindana na attention yako kwa kutumia saikolojia, dopamine loops, unpredictability, social validation na emotional triggers. Kwa lugha nyingine, internet ya leo sio tu teknolojia, ni vita ya attention. Huwa ninawaambia hakuna zawadi yenye thamani sana kwenye maisha yako kama attention yako. Yaani kile kitu ambacho unakipa muda vya kutosha, hicho ndicho ibada yako. Hiyo ndiyo ibada yako. Sasa mitandao ya kijamii ya siku za leo ina mifumo ambayo inakusoma ni namna gani itachukua muda wako vya kutosha ili uendelee kubaki. Na anayemiliki attention yako kwa muda mrefu anaanza kukuathiri. Anaathiri hisia zako, mtazamo wako, maamuzi yako, tamaa zako na hata uhalisia wako ama utambulisho wako ama niseme identity yako. Lakini upande mwingine wa ukweli ni huu, algorithm haiwezi kuwa Mungu. Mungu ndiye ambaye unatakiwa kumweka kwenye nafasi hii ya kumpa attention yako, lakini sio algorithm na mifumo ya kiteknolojia katika mitandao ya kijamii. Algorithm ina nguvu kubwa juu ya mtu asiye conscious, juu ya mtu asiyejitambua, juu ya mtu asiyejielewa. Lakini mtu anayejitambua, anayechagua kwa utimamu anachotumia, anaweza kuitumia algorithm badala ya kutumiwa na hiyo algorithm. Kwa sababu mwisho wa siku algorithm inalisha kile ambacho unakipa muda wako zaidi. Ukiweka muda wako kwenye vitu ambavyo ni positive, algorithm itakuletea vivyo hivyo. Kwa hiyo utakuwa unaicontrol. Na hii ndio maana ukiingia katika Facebook kwenye zile sehemu za kureact,
unaweza ukaona kureact kwa hasira, huzuni, care, wow ama mshangao na vitu kama hivyo. Zile reaction ni kwa ajili ya kuifundisha algorithm kujua kitu gani ambacho unakipenda sana na kitu gani ambacho unakichukia kwa wepesi. Zile hazijakaa pale kizembe, zimekaa kwa sababu maalum. Na juu ya posti ambayo inakuwa imepostiwa kunakuwa na vidoti vya kukliki kwamba haupo interested na hicho kitu. Hiyo inasaidia kuzuia vile vitu usivyovitaka. Cha kujiuliza ni je, algorithm za social media zinatofautiana? Yaani algorithm iliyoko TikTok ndio hiyo hiyo ambayo ipo YouTube, ndio hiyo hiyo ambayo ipo Twitter? Jibu ni ndio, algorithm za mitandao zinatofautiana, lakini zote zina lengo moja kuu. Na lengo hilo ni kushika na kuelekeza attention yako, yani kukufanya ulewe na ubaki uwe mlevi wa mtandao husika. Kwa hiyo kama mtandao unahusika na kukuletea movies, kazi ya zile algorithm ni kukufanya uendelee kubaki kuangalia movie bila kujali leo ni Jumapili unatakiwa kwenda kanisani, bila kujali leo ni Jumatatu unatakiwa kwenda kazini ama ni siku gani. Yenyewe haijali hiyo. Yenyewe inachojali ni kukufanya uendelee kubaki hapo. Kila mitandao inatumia mbinu zake ili kukudumaza kiakili ili uendelee kutazama. Tofauti ipo kwenye namna zinavyopima mapendeleo yako, aina ya content unazoletewa na saikolojia wanaotumia kukuweka active. Kwa mfano, TikTok ina algorithm kali sana ya behavior prediction, yani kubashiri tabia. Hata usipofollow mtu, mfumo bado unasoma ulitazama video kwa sekunde ngapi baada ya kufungua TikTok, ulirudia mara ngapi, ulisimama wapi, wapi ambako hukuscroll kwa haraka, uliswipe haraka kiasi gani. Ndio maana TikTok inaweza kukujua kwa haraka sana. Mtandao ambao upo sensitive sana ni TikTok. TikTok iko sensitive sana. Yaani ukifungua video zinapanda hapo juu. Ukienda kwenye eneo la search, unaweza ukashangaa hapa imeandikwa matusi wakati hujawahi kusearch kitu cha matusi. Ukashangaa imeandikwa pale kwenye eneo la kusearch. Kwa mtu akifungua anaweza kazani kama umewahi kusearch hivyo vitu. TikTok iko sensitive sana kunasa. Sasa inaangalia je, utaendelea kupendelea hivyo vitu ama utatoa hivyo vitu kwa haraka sana. Mtandao mwingine ni mtandao wa YouTube. Mwanzo mtandao wa YouTube algorithm yake ilikuwa focused zaidi kwenye search, baadaye ikahamia kwenye kukupa mapendeleo ambayo ukiangalia video ukifika mwisho unashangaa kabla ile video husika haijaisha unaletewa kijedwali kingine kwenye video kwamba tazama na hii next video ili uendelee kubaki. Hiyo ikawa silaha kubwa ya retention. Mtandao mwingine ni Facebook. Facebook ilianza kama social connection platform. Baadaye newsfeed algorithm ikaanza kuamua ni posti gani utaona ya kwanza. Mtandao mwingine ni Instagram. Mwanzo ilikuwa chronological, yani posti kwa mpangilio wa muda. Baadaye algorithm ikaamua content inaweza kukufanya ubaki zaidi. Content za umbea, sijui Masepetu kafanya nini na nani kafanya nini. Mtandao mwingine ni X ambao zamani ulikuwa unajulikana kama Twitter. Mara nyingi X algorithm yake inasukuma speed, outrage, trends na discussions zenye emotions kali mpaka viongozi wa serikali kubwa wanapigania vita. Vita inaanzia Twitter inakuja kuishia mipakani mwa Ukraine. Sasa kuhusu historia ya hii algorithm hazikuanza na social media. Zilianza zamani sana kwenye computer science, sorting, searching, calculations, machine logic. Lakini attention algorithms za internet zilianza kujengwa sana mwishoni mwa miaka ya 1990 hadi mwanzoni mwa miaka ya 2000. Mojawapo ya turning point kubwa ilikuwa Google Search na mfumo wake wa PageRank mwishoni mwa miaka ya 1990. Huu ulikuwa mfumo wa ni content gani ionekane kwanza. Hapo internet ilipoanza kutoka kwenye random web page kwenda kwenye ranked attention. Lakini social media attention capture ilianza kushika nguvu zaidi katikati ya miaka ya 2000. Unajua kwa nini algorithms za kuteka akili zilipata nguvu kipindi hicho? Ni kwa sababu mwaka 2004 Facebook ilizaliwa. Mwaka 2006 Facebook inaleta newsfeed. Hii ilikuwa big shift. Badala ya wewe kuchagua kila kitu manually, mfumo unaanza kukuchagulia content automatically. Watu wengi ambao kuelewa uzito wake wakati huo. Lakini mwaka 2006 mpaka kipindi cha mwaka 2010 engagement ikawa metric muhimu. Yani umaarufu wa watu unahesabika kwa like, comment, shares na zile clicks ambazo watu wanazifanya. Kwa hiyo hii ikageuka ikawa gereza kubwa sana. Mtu yuko radhi aposti picha yake ambayo inamdhalilisha ili apate likes, apate comments na vitu kama hivyo. Kipindi cha mwaka 2009 mpaka mwaka 2010 smartphones zikaanza kutawala kila kona. Hapa ndipo uchumi wa kuteka akili za watu ulipolipuka kweli kweli, kwa sababu internet ikaingia mfukoni mwa mtu muda wote, sio mpaka uende stationary ama katika internet cafe.
Mwaka 2011 mpaka mwaka 2014 machine learning ikaingia kwa nguvu kwenye recommendation system. System zikaanza kujifunza tabia yako automatically. Kipindi cha mwaka 2013 mpaka 2016, hiki ninakiita kipindi hatari sana. Ni kipindi hatari sana cha kuteka akili za watu. Yaani katika kipindi chote, kipindi ambacho ni hatari sana kuteka akili za watu ni hiki cha miaka hii kuanzia 2013 mpaka 2016. Hapa ndipo kizazi cha Infinity Scroll, kizazi cha Autoplay, kizazi cha push notification, kizazi cha scrape systems, vyote vikaanza kuboreshwa kisayansi kuongeza retention. Yaani ni kile kipindi ambacho ukiingia kwenye video unashusha tu bila mwisho. Yaani unaendelea tu kuscroll, unaendelea tu kushusha bila kuwaza kwamba nimeshusha kwa masaa mangapi, wewe unaendelea tu kushusha. Kipindi cha mwaka 2016 na kuendelea mpaka leo hii, AI driven personalization ikawa kali zaidi. Maudhui ya kila mtu yakawa tofauti kabisa. Alafu ikafika era ya short form content huko TikTok sasa. Hizo reels za Instagram, hizo shorts za YouTube. Hapa algorithm haikusubiri tena utafute content ili kufuata aggressively. Yaani kikatili kabisa inakustrike. Na ukweli mkubwa ni huu, mabadiliko makubwa ya algorithm hayakuwa kutaka watu waone content nzuri zaidi tu. Yalikuwa kuongeza muda wa matumizi ya mitandao, kuongeza matangazo yanayoonekana wakati unatazama hizo video, kuongeza data, kuongeza faida. Ndio maana leo hii social media companies zinatumia neuroscience, psychologia, AI, data analytics ili kupigania attention ya binadamu. Kwa lugha nyingine, internet ya zamani ilikuwa zaidi ni tool, lakini internet ya leo imekuwa ecosystem ya attention manipulation. Ingawa pia internet hii ama algorithm hizi zina upande mzuri kama upande wa elimu, biashara, connection, creativity, opportunities. Lakini tatizo linatokea pale mtu anapotumia internet bila awareness, huku systems zikimvuta kisayansi kila siku. Labda nikwambie hivi, wamiliki wa mitandao ya kijamii wamejipanga kuhakikisha wanaiteka akili yako ili uendelee kutazama. Algorithm haiko neutral kabisa. Inaonekana kama system ya kawaida kwa macho ya haraka, lakini kila algorithm ina lengo lilotengenezwa na binadamu ili kuteka akili ya binadamu mwingine. Mara nyingi lengo kuu ni retention, engagement, profit, si necessary afya yako ya akili ama ukweli. Attention yako ndio bidhaa. Nataka ujiulize hivi, kama mitandao ya kijamii kuingia na kutazama ni free, wale wamiliki wa hizo kampuni wanapata nini? Jibu kubwa ni muda wako, tabia yako na attention yako. Attention ndio currency ya internet ya leo. Yani attention, yani muda wako unaotoa kutazama mitandao ya kijamii, hiyo ndio pesa. Yani hiyo ndio pesa katika dunia ya internet. Katika dunia ya kawaida, dola, makaratasi haya ya Tanzania shillings ama Kenyan shillings, hizi ndo zinahesabika kama pesa. Lakini mtandaoni, katika mtandao, attention ndio pesa. Attention ndio pesa, ndio currency. Na attention hiyo inapatikana kutoka kwako. Algorithm inakujifunza kupitia tabia zako, sio maneno yako tu. Unachosema kinapimwa, lakini unachofanya kinapimwa zaidi. Unaweza ukarekodi video za mahubiri ukawa una post, lakini wewe ukimaliza kuposti unaangalia video za ajabu ajabu. Zile video za ajabu ajabu zitaendelea kudisplay. Unakuwa na account ya mahubiri, lakini vinavyopanda pale juu ni vitu vya ajabu ajabu. Kila kitu unachokifanya kwenye mitandao kinapimwa. Muda unaotazama unapimwa, pause zako kwamba ulisimama wapi, ulirudia mara ngapi, ulilike vitu vingapi, ulishare vitu vingapi, comment gani ulio comment kwa hasira zaidi ama comment ndefu zaidi, hata vile vitu ambavyo ulisema jamani au watu wana roho mbaya, lakini ukaendelea kuangalia mpaka mwisho. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uzingatie sana. Jiepushe kucomment kitu chochote kwa sababu unasomwa. Kuna macho yanakutazama. Kuna macho yanakutazama. Ukikaa kwenye upande mmoja kwa muda mrefu, mfumo unaanza kukuonesha content inayofanana tu. Polepole unaweza kuamini kwamba kila mtu duniani anafikiria kama ninavyofikiria. Yaani unadhani kwamba hicho unachokiona ukifungua mtandao wako wa kijamii basi ndio wote tunaona. Hapana, wengine tunaona tofauti. Kila mtu anaona sawa sawa na kile ambacho huwa anakisearch sana ama kinapushiwa na hii mitandao. Kila mtu ana internet tofauti. Feed yako sio feed ya mwingine. Hata ukiwa karibu na mtu mmoja mnaweza kuona realities tofauti kabisa online, kwa sababu algorithm ni personalized.
Infinity scroll haikutokea kwa bahati mbaya. Kwa hiyo unatakiwa kuwa mjanja sana unapotumia mitandao ya kijamii, hususan kama wewe ni mtu wa kiimani, aidha ni mchungaji ama kiongozi wa kidini ama ni mtu ambaye unatazama katika jamii. Kuwa makini sana, kwa sababu una comment yako moja tu unaiweka mahali fulani inaweza ikatumika mtandaoni kama sehemu ya kukushambulia, sehemu ya kukushusha ama sehemu ya kukufanya upoteze watu. Mitandao ya kijamii inakutengeneza wewe kivuli, yani inatengeneza msukule ambaye ni wewe mwingine wa matamanio yako. Yani inaumba uhalisia wako kwenye sura ya matamanio yako, kitu gani unatazama. Ndio maana kila unachokifanya kwenye mtandao wa kijamii kinawekwa kwenye sehemu ya history. Mtumiaji mzuri wa mtandao akishika simu yako anaweza kujua ni ulienda wapi, ulifanya nini, ulipita wapi. Hii ni kwa sababu ulijiacha kivuli chako kwenye hiyo simu ama kwenye hiyo laptop. Ulijiacha kivuli chako ndani ya hiyo PC. Uliacha kivuli chako ndani ya huo mtandao. Kwa hiyo unasomwa kwa kiwango kikubwa kuliko unavyodhani. Kuna mitandao ambayo inaweza ikaonesha pia hata sura yako ipo sehemu ngapi kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mitandao inaweza ikaonesha jina lako ama akaunti yako imetumika mara ngapi kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu maelezo yako yanahifadhiwa. Sasa swali la kujiuliza ni mema au mabaya? Je, yanaweza kutumika baadaye kinyume chako? Mwanamke mmoja alikuwa anacheza mikanda ya utupu, akaamua kubadilika, kuachana kabisa na hizo habari, lakini bado zile video zake zipo mtandaoni. Yale maelezo yake bado yapo. Imagine binti kama huyu amekuja kupata watoto na anataka kuandika historia mpya. Wale watoto wanakuja kuperuzi, wanamuona mzazi wao katika mitandao. Jua mitandao inakusoma, inakuangalia kila unachokifanya. Unafaa uwe makini na mjanja sana kuliko nyoka. Yaani kuwa mjanja sana unaposhika simu yako. Na ndio maana watu wengi maarufu utaona wanaongoza akaunti zao, lakini uwezo kumkuta amecomment. Utaona hajibu comment, utaona halike post yoyote kizembe, isipokuwa tu kuna kitu anataka aonekane. Na ndio maana ukiingia kwenye peji za udaku ama za umbea, unaweza ukakuta peji imeandika msanii fulani amecomment kwenye chapisho la fulani. Maana hata akicomment tu inageuka kuwa kichwa cha habari kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo ni dunia ambayo imetengenezwa kwa mfumo wa kuwinda akili yako, kujua kila unachokifanya, kila unachopekua, kila unachotamani kukitazama. Vyote vipo. Na hatuwezi kujua ni kwa muda gani vinaweza kutumika kinyume chako. Kwa hiyo kuwa makini sana unapotumia mitandao ya kijamii. Usiupload uso wako kama una ulazima, usisearch vitu, usireact vitu kama una ulazima wa kuvitazama. Vyote vinaweza vikatumika kinyume chako. Ninakuombea hekima na maarifa. Usisahau ili kwamba mtu anayejitambua haongozwi na mitandao ya kijamii, bali yeye ndiye anaongoza mitandao ya kijamii. Ukisikia machafuko yanayotokea katika taifa, maandamano ambayo watu wanaorganize, yote yanaanzia kwenye mitandao ya kijamii. Ni chakula ambacho kinalishwa kwamba watu fulani ni wabaya, watu fulani ni wabaya, watu fulani ni wabaya. Kwa hiyo mtu anapokurupuka anatoka hapo kwenye hiyo mitandao, anatoka akiwa na hasira, akiamini watu wote wenye smartphone basi wameona kile alichokiona, kumbe ni yeye peke yake. Lakini vile vile leo hii simu za mikopo zimekuja kwa kasi sana, kwa lengo moja, ili kutengeneza watumwa wengi wa fikra katika mitandao ya kijamii. Kila mtu atakuwepo kwa Facebook. Huu rahisi sio kwa sababu eti wanapenda na wewe wa kisasa, bali ni kwa ajili ya kukutengeneza ili uwe mtumwa mwingine katikati ya kundi la watumwa. Kumbuka, content hii ama video hii ni kwa ajili ya kuelimisha tu, sio kwa ajili ya kuchochea vurugu ama kuzua taharuki yoyote. Hii ni ili kujenga uelewa. Kuna watu wameingiza fedha kupitia mitandao ya kijamii. Kuna watu wamefanya maisha kupitia mitandao ya kijamii. Kuna watu wanalisha familia zao kupitia mitandao ya kijamii. Ikitumika vizuri inaweza kukuletea faida, lakini ikitumika bila mfumo maalum inaweza geuka kuwa gereza hatari sana kwenye maisha yako. Ninakuombea hekima na maarifa. Kumbuka, hii ni Moyo wa Dim na tupo 100% tu. Na mimi ni Deogratius. Weka like, weka subscribe button, bonyeza kama bado hujasubscribe, share video hii, sambaza video hii ili mfumo ukusome kama ni mtu ambaye unapenda kutazama vitu vyenye faida na sio vitu vyenye hasara. Ukiweka like itakuwa rahisi sana video kama hii
kuonekana katika YouTube yako unapotazama, ama katika mtandao huu wa kijamii unaponitazama ama unapoangalia video hii. Kwa hiyo mfumo utakusoma kwamba wewe ni mtu ambaye unapenda vitu chanya. Utajikuta unaletewa video za walimu wengine ama watu wengine ambao wanaweza kubadilisha mfumo wako wa akili, wanaweza kukupa darasa huru katika mitandao ya kijamii badala ya kulike vitu ambavyo havina maana katika maisha yako. Kumbuka, jamii inaongozwa kwa matukio, na ndio maana kukiwa na tukio fulani utashangaa pamezuka skendo fulani, video YouTube wa mtu imeonekana huko, utasikia kuna mechi imefanya nini. Yote haya yanatokea ili kuteka akili za watu. Beware, kila mara unapoona kuna content fulani ina trend sana, jua kuna kitu fulani kinapitishwa bila watu kujua, kinapita chini, kuna magendo fulani yanapitishwa. Kuwa makini sana. Mungu wa mbinguni akubariki.